Ukifa wewe, tukakuzika wewe, unaambiwa siku unapokumbuka, nafsi yako inakuwa inakumbuka yote yaliyofanyika. Amkumbuka tajiri. Tajiri amekufa na akili yake na nafsi yake, anazikwa na nafsi yake, anaenda mbele za Mungu, nafsi yake inajua kabisa, nimeacha watoto 6, nimeacha ndugu, nimeacha jamaa, anasema, na anamkumbuka mwenzake aliyekuwa naye duniani, Lazaro, yule kamuona. Nafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwe makini unavyoota. Nafsi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nafsi ndio akili ya kila mmoja. Twende kwenye Mwanzo 22 mstari wake ule wa 16. Mwanzo 22 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, akasema, nimepata kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee. Amina. Ameapa kwa nafsi yake, wala sio kwa kitu kingine, kwa akili yake. Yaani kile kitu amekisema kwa akili yake kabisa. Mathayo 24 mstari ule wa 45. Neno la Mungu linasema, ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake, awape watu chakula kwa wakati wake? Mwenye akili. Mtumwa yule mwenye akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Inapimwa akili ya mtumwa. Akili ya mtumwa ipo kwenye nafsi yake. Lakini tuende tukasome Marko 5. Marko 5. Ni ndefu kidogo. Marko 5. Mstari wa 1 mpaka wa 15. Usiogope. Ndio neno hiyo. Neno la Mungu linasema, wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake alikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena, hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunjavunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuwa makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia, akapiga kelele kwa sauti kuu, akasema, nina nini nawe Yesu, mwana wa Mungu aliye hai juu? Mwana wa Mungu aliye juu, na kuapisha kwa Mungu usinitese, kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Akamuuliza, jina lako nani? Akamjibu, jina langu Legion, kwa kuwa tu wengi. Akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi ile. Na hapo milimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakilisha. Pepo wote wakamsihi wakisema, tupeleke katika nguruwe tupate kuwaingia wao. Akawapa ruhusa. Wale pepo wachafu wakatoka wakaingia katika wale nguruwe, nalo kundi lote likateremka kwa kasi gengeni, wakaingia baharini, wapata 2,000 wakafa baharini. Wachungaji wao wakakimbia wakieneza habari mjini na mashambani. Watu wakatoka walione lililotokea. Wakamwendea Yesu, wakamwona yule mwenye pepo ameketi, amevaa nguo, ana akili zake, naye ndiye aliyekuwa na lile jeshi, wakaogopa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mmoja, mwili mmoja, ndani yake kuna jeshi, lakini katika hilo jeshi, lilipoondolewa lile jeshi, anasema alikuwa ameketi, ana akili yake. Ina maana nafsi yake sasa imeshawekwa sawa. Ndo anaanza kutambua. Alipokuwa anakaa kule makaburini uchi, alikuwa anaona yuko sawa, kwa sababu akili ilikuwa imemluka, kwa sababu akili ilikuwa imeondoka. Anaporejeshewa, nafsi yake inapokaa sawa, ndo anaanza kuhisi, kumbe niko uchi. Nguo ziko wapi jamani? Watu wanamfunika, wanamwangalia, anasema amerudiwa na akili yake.
Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ukisoma Ayubu 19 mstari wa 26 mpaka 27, anasema naweza nikaiona na nitaiona hata kama mwili wangu ukiharibika, lakini na nafsi yangu nitamwona Bwana. Haleluya. Wako watu ambao akilala. Kuna siku nilishawahi kumuuliza mtu mmoja, aliniambia ujue naota hivi na hivi na hivi na hivi. Siku hiyo nikamuuliza, unapoota unakuwa umevaa nguo gani? Sura yako unaiona ipoje? Akawa anasema nimeota nimekufa, lakini watu wanalia sana, lakini naonekana mimi ndo nimekufa. Nikamuuliza, ulivyokufa walikuzika? Je, uliangalia ndani ile jeneza ulikuwa ni wewe? Anasema nahisi tu kwamba ni mimi ndo ambaye nilikuwa nimekufa. Nikasema sawa, lakini ulikuwa ni wewe, waliokuwa wanamzika ulikuwa ni wewe? Anasema nahisi ni mimi. Na kuna wakati mwingine unaota nimefungwa minyororo mingi, nimeota nimefungwa minyororo imefungwa mingi, lakini sasa katika kufungwa huko minyororo, asante, ulivyoshtuka najisikia tu niko vizuri, najisikia uko vizuri. Uko Dar es Salaam, nafsi ipo Kigoma, Kasulu, inauza zake mitumba. Nafsi mfanya biashara, mwili umekuja huku unabeba tofari. Nafsi inafanya biashara ya mitumba Kigoma, mwili upo Dar es Salaam, anafanya kazi ya ujenzi, anabeba tofari toka asubuhi mpaka saa 8 usiku. Mchana anapumzika kidogo, anaanza tena. Akila akikamata ile hela iliyotokana nayo na tofari alizozibeba, anaishia kwenye kula. Hata akiweka anashangaa imeshapata matumizi mengine. Hata akiweka anashangaa imeshapata matumizi mengine. Anajiuliza, kwani mimi kwaje? Wewe. Kwani wewe ni wewe? Yule mfanyabiashara kule ndo wewe. Yaani wewe umezaliwa, wewe ni nani? Na kuna mtu nishakutana naye nikamwambia, wewe sio mkulima. Umekuaje? Unalima sipati kila. Nikamwambia wewe sio mkulima, wewe ni mfugaji. Na tena kwenye mifugo yako ukifuga kitu, anasema napenda sana kufuga. Nikamwambia umeshawahi kuanza kufuga? Akasema zamani, ila kuna kipindi niliombaga nikafuge kwa shangazi. Akasema nitaka kwenda kufuga kwa shangazi yangu, nikaenda na nilikuwa nikimfugia, mifugo yake inazaa. Nilipoondoka mpaka saizi anasema mifugo ilikufa kabisa. Na wewe huko kwenye kilimo, mimi kwenye kilimo nimemaliza kabisa, nimechoka. Na yeye naangalia tu, hata msimu unapokuja mvua sitamani tena kulima. Kwa hiyo nataka kufanya kazi gani? Sielewi. Nafsi inachunga mbuzi, inafuga mbuzi, wanazaliana. Akirudi huko hayupo. Anapokazana kwenye kilimo, nafsi ipo kule. Kuna watu wawili hapo. Usiku unaona umedumbukia kwenye shimo, ukashtuka, ile shimo dumbukia, kumbe nipo kitandani. Nafsi ishadumbukia. Unaposhtuka hivyo unashtua tu mwili unakaa unatulia. Kitu ambacho Mungu anaongea sana na mtu akiwa amelala, anaongeaga na nafsi ya mtu. Na mtu akitaka kumharibu mtu, ukasome kwenye Zaburi 63 mstari wake ule wa 8 na ule wa 9. Neno la Mungu linasema, amen, nafsi yangu inakuandama sana, mkono wako wa kuume unanitegemeza. Bali walioitafuta nafsi yangu ili kuiharibu wataingia pande za nchi zilizo chini. Wapo wanaotafuta nafsi ili kuiharibu. Zaburi 143 mstari wake ule wa 3. Zaburi 143 mstari wa 3. Kuna mtu anaitafuta nafsi tu ya mtu, sio anatafuta ya kwake, anatafuta nafsi ya mtu ili kuiharibu. Neno la Mungu linasema, maana
ameifuatia nafsi yangu, ameutupa chini uzima wangu, amenikalisha mahali penye giza, kama watu waliokufa zamani. Hakuhangaika na mwili, hakuhangaika na ofisi yake, hakuhangaika na kazi yake. Adui alitafuta nafsi. Alivyoipata nafsi, akamchukua, akamketisha mahali fulani, akamficha mahali fulani pande pa giza. Yeye anatembea huko, anaendelea na mambo mengine. Nafsi imesinyaa, imefichwa mahali fulani kwa kazi maalum. Kwani unafikiri tunaosemea kwamba huyu ni msukule, maana yake nini? Huyu na akili yake kama msukule. Unakaona katoto kameenda shule, kapo kanazunguka siku 2 siku 3, very bright. Nilikutana na mtoto mmoja very bright, anakuambia form 4 shule nzima yeye ndo alipasua kupata 1, wenzake wote waliferi. Anafika form 6 akamia eneo fulani. Alipofika hilo eneo ni akaanza kuumwa na magonjwa ambayo hakuwahi kuumwa, na ndo mpaka leo akinyanyuka anaona amebaki pale. Hawezi tena kwenda na spidi ile aliyokuwa nayo. Very bright. Nafsi iliguswa. Nafsi ndio akili ya mtu. Nafsi iliguswa. Bwana Yesu asifiwe sana. Zaburi 142 mstari wake wa 7. Unapoigusa nafsi unaitengenezea kifungo. Ukishaifunga nafsi, sahau habari za elimu, sahau habari za watoto, sahau habari za kazi, sahau habari za maisha mazuri, sahau. Zaburi 142. Neno la Mungu linasema, amen, utoe nafsi yangu kifungoni, nipate kulishukuru jina lako. Wenye haki watanizunguka, kwa kuwa wewe unanikirimu. Haleluya. Anasema itoke nafsi kwenye kifungo. Nafsi ikiwa kwenye kifungo, kuna mambo ambayo utakuja kufanya kwenye maisha. Mtu akikutegea mtego kwenye nafsi. Ukasoma Zaburi 56. Zaburi 56 mstari wake ule wa 6. Upate nafasi uisome. Bwana Yesu asifiwe sana. 56 mstari wake ule wa 6. Leo nitasomea maneno mengi kwa sababu nimepata mtu ananisaidia kusoma. 56:6. Amina. Neno la Mungu linasema, hukutanika hujificha. Huziangalia nyayo zangu, kwa kuwa wameniotea nafsi yangu. 57:6 pia. Neno la Mungu linasema, wameweka wavu ili kuninasa miguu. Nafsi yangu imeinama, wamechimba shimo mbele yangu, wametumbukia ndani yake. Haleluya. Miguu. Hebu angalia mguu wako hapo ulipo. Angalia nyayo. Angalia nyayo, mguu wako, eneo la nyayo yako ndio eneo ambalo lina mlango wa nafsi. Haleluya. Hata katoto kalikozaliwa leo, ukikagusa mguu, ukikachezea mguu, pale katikati tunaona kanashtuka. Sio kombe inakuwa inatekenya, ni nafsi. Anasema wamekutanika, wametega mtego. Bwana Yesu asifiwe sana. Chini ili waipate nyayo. Na ndio maana tunakimbizana sana kwa habari ya kubebeana michanga. Kwa habari ya kuchukuliana ardhi. Kwa habari amechukua nyayo, amepeleka kwa mganga. Anaangalia ulipokanyaga, anafuta, anapeleka kwa mganga. Anatafuta, unafikia anatafuta nini? Anatafuta nafsi. Yaani wewe ujanja wako wote upo kwenye nyayo. Tunza sana miguu yako. Tunza sana miguu yako. Itunze sana. Na ndio maana hata Bwana anasema popote patakapo kanyaga nyayo za miguu yako. 1:3 Joshua 1:3 pamoja na Kumbukumbu la Torati 11 mstari wa 24. Bwana Yesu asifiwe sana. Joshua 1:3. Apostle, naomba tusomee Joshua 1:3. Neno la Mungu linasema, kila mahali zitakapopakanyaga nyayo za miguu yenu. Kila itakapokanyaga nyayo ya miguu. Kwa nini asiseme utakapopatembelea au utakapofanya? Yaani asitumie kalugha kingine, lakini anakutafuta nyayo
ya mguu. Nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Haleluya. Amekupa uponyaji wa maeneo yote, uponyaji wa ardhi ambao unaleta uzima wa afya ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni mavumbi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwili wako ulifanyika kwa njia ya nini? Ya mavumbi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Uponyaji ambao kuna mtu mmoja ametoka maeneo fulani mzima kabisa, anayekanyaga Singida anaumwa mpaka anakufa. Kuna mtu mmoja ametoka na duka lake Mbeya, akasema anaenda kulipanda Bunju. Amefika Bunju, ardhi haijaponywa, ikala mtaji wake wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ametoka na ndoa yake Tanga, ameibeba anaingia nayo Dodoma, ndoa imevunjika, mume anaoa, mambo yanaendelea mengine. Haleluya. Uponyaji. Uponyaji si lazima ugonjwa wa mtu mmoja mmoja. Uponyaji kwenye kila eneo. Ndio nguvu ya Mungu katika uponyaji. Safari ni uponyaji wa kila eneo, sio eneo moja, kila eneo. Narudia tena, uponyaji wa kila eneo, uponyaji wa ofisi, uponyaji wa biashara, uponyaji, yani uponyaji wa kila eneo, uponyaji wa nafsi, uponyaji wa mwili, uponyaji wa roho. Hakuna linalo shindikana kwa Mungu. Luka 18 mstari wa 27. Halipo. Mimi nakwambia tena, halipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Eti umekaa nyumba hutaki kujenga, nyumba imefika, wewe umefika ndo nyumba imeanza kuharibu vitu. Umefilisika, umeingia unafanya kazi sijui benki gani, umefika umepanga kwenye hiyo nyumba ndo umefilisika kabisa, hadi kazi umefukuzwa. Hapana. Ulipokuwa unakaa kwenye nyumba ya kupanga ulikuwa unashamiri. Umeenda kwenye nyumba yako, alinifurahisha kaka mmoja anambia, nimeingia kwenye nyumba yangu ndo hapo sasa mambo yameharibika kabisa. Hapana.